Bismillahirrahmanirrahim. Leo ni siku nzuri, ni siku ambayo imejawa na furaha kabisa kwa wakaji wote wa Bondeni, kwa sababu tumekuwa na the only street iftar in the country of Kenya. Nawashukuru watu wote ambao wameungana pamoja na sisi kufanikisha shughuli hii. Madhumuni ya kufanya iftar kama hii si kwamba tunapeana chakula, kila mtu ako na chakula nyumbani kwake. Madhumuni ya kuleta watu pamoja wapate iftar ni kuzidisha undugu ambao tumekuwa nao. Miaka ya nyuma tumekuwa na challenges ya division. Watu wamekuwa wakitofautiana kimalengo, wametofautiana kisiasa, wametofautiana kimadhahabu, wametofautiana kiimani, lakini mwaka huu tumeweka tofauti zetu zote nyuma na tumeunganisha jamii yetu ya Bondeni. Bondeni is one of the oldest estates in Nakuru. It is the heart, it is the epitome of Nakuru city. Hapa ndo kumetoka watu wote ambao mnaona katika nchi. Rais wetu wa kwanza Mheshimiwa hayati Mzee Jomo Kenyatta, wakati alikuwa anafukuzwa na mabeberu, aliweza kupatiwa hifadhi katika mtaa huu wa Bondeni. Tumeiweka sehemu hiyo na ni historia. Kwa hiyo watu wakisikia Bondeni Nakuru wajue hiki ni kitovu cha hii nchi. Historia imezikwa katika mji huu wa Nakuru. Kwa hiyo nitamkaribisha chairman wa Muslim Association ambaye amekuwa karibu na sisi katika shughuli hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, naye aweze kutoa taarifa kwa Waislamu kuhusiana na shughuli hii ya iftar. Mshukuru Allah kwa kuweza kutuunganisha leo hapa kwa iftari hii Bondeni. Kama mnavyojua Bondeni ndio sote tumetoka, kama alivyosema Sharifu hapa. Bondeni ndio Uislamu pia wa Nakuru umeanzia, na watu wetu wote sote tumetokea hapa. Mimi yangu ni kutakia umma ya wa Nakuru, kuwaomba tuendelee na ushirikiano tuliokuwa nao saizi na masikizano. Tuiombee iweze kuwa ni ya kudumu ili tuweze kupata maendeleo, tuweze kuona mafanikio ambayo imetupita muda mrefu kwa sababu ya mvurutano ambao ulikuwa una maana, ni wa kibinafsi. Alhamdulillah, sasa tumeungana na tunatarajia tutakuwa na maendeleo. Ya pili, muungano wetu ndio nguvu yetu, umoja wetu ndio nguvu yetu, na pia kesho kutakuwa na inshallah salatul Eid. Tunashukuru kwa kufika kikomo cha mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani kwa amani na furaha. Na Eid tutasali Menengai High School, msikiti wa Rahma na Shabab. Katika siku hiyo ya Eid, siku yetu ya furaha, tukiwa tunafurahia pia tuwakumbuke ambao wale hawajiwezi katika umma wetu na majirani zetu, tuwakumbuke, tusherehekee na wao pia. Na mwisho nawatakia Eid njema, kila mtu awe na Eid ya furaha, sote Kenya na Nakuru na Kenya nzima. Wabillahi taufiki. Eid Mubarak. Nimefurahi siku ya leo. Siku ya leo nimefurahi sana. Hii ni mabango mzuri kwa sababu watu wengi tuseme hajiwezi kufuturu, wenye masimamia hii mambo nika shughuli nzuri. Sasa mimi nashukuru. Na sisi tuko hapa jirani tu, watu wengi nafikira tutajuana, tuko hapa na kazi hapa stage. Watu wengi hapa tumejuana huko, na hapa mashallah watu waislamu huko wengi wanaishi. Sasa tunashukuru, yangu niyo tu. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Kwa hakika ndugu zangu ambao kwamba mnatutizama, kwa leo tuko na furaha kubwa kabisa kuweza kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan wa kipekee, kwa kuwa tumekuwa na hafla mzuri kabisa ya iftar. Na iftar kama hii imekuwa ya kipekee ya kuwaleta umma ya Kiislamu katika watu wa Bondeni pamoja. Vile vile tunamshukuru chairman wetu ambaye kwamba amefika sehemu kama hii, chairman wa Muslim Association, Chairman Faiz,
na vile vile chairman wa Markaz Rahma, chairman Musafa. Kwa hakika ndugu zangu, tumekuwa tukipitia changamoto sana katika mji wetu wa Bondeni. Mizozo ambazo kwamba hazina mwelekeo, kuzozana ambako kwamba hakuna sababu. Unakuta mtu anamchukia mwenzake bila sababu, anamvuruga mwenzake bila sababu, na alhamdulillah leo imefika kikomo ya jambo kama hilo. Watu wameamua kuacha tafaruk zao zote, wameamua kuacha mizozo yao yote, wameamua kuacha matatizo yao yote, wamekuwa ni kitu kimoja kama wana Bondeni. Na Allah tunamuomba alivyotuleta pamoja leo atudumishe vivyo hivyo na tuendelee kuwa kitu kimoja biidhnillah mpaka siku tutakutana na Mungu wetu. Napenda kuzungumza na ndugu zetu wana Bondeni. Ndugu zangu, nyinyi ni watu muna nguvu sana. Nyinyi ni watu muna kauli ya juu kabisa lau mtaendelea kuwa ni kitu kimoja biidhnillah. Na sisi ni watu ambao kwamba tunaeleweka na tunatambulika kila sehemu. Mfano mdogo kabisa, angalia sherehe kama hili limeandaliwa na watu wachache kabisa, lakini limeweza kulisha na kukusanya watu wengi kabisa. Ikiwa wachache wameleta matunda kama haya, itakuwaje sisi wengi tukishikamana? Matunda ipi ambayo kwamba takuwa ni wenye kuleta? Kwa hivyo napenda kuhimiza, napenda kusisitiza, tuendelee na umoja wetu, tuendelee kushikamana, tuendelee kupendana. Hakuna ambaye kwamba hakosei, kila mtu anakosea, lakini kuna njia ya kumkosoa ndugu yako bila kumdhalilisha, bila kumkosea heshima, na bila kutaka kumdurisha ndugu yako kama huyu. Mshike mkono, mpeleke kando, kuwa ni mwenye kumwelekeza katika njia ambayo kwamba ni ya sawa kabisa. Vile vile tuko na kiongozi wetu ambaye kwamba ni wa kisiasa, anajulikana kama Fadhili. Inafaa tumshike mkono kabisa, yeye ajaribu kupeleka mambo vizuri, na sisi vile vile tunaweza kujipeleka katika hali ambayo kwamba ni bora zaidi. Napenda kusisitiza ya kuwa sisi kama wana Bondeni tunaweza kuja na fikra mingi zaidi ya kuweza kujisaidia na kujiendeleza insha Allah. Ile fikra ambayo kwamba ilikuwa eti watu wa Bondeni ni watu wa chini, wa kusaidiwa, wa kuokolewa, hayo mambo tunasema biidhnillah kwa iftari ya siku kama hii ya leo, mambo kama hayo yataisha na wana Bondeni watasimama na wataweza kujipeleka na wataweza kujisaidia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Leo si siku ya kusema mengi zaidi, lakini tuwapenda kupongeza katika umoja kama huu, tuwapenda kupongeza katika ushirikiano na ushikamano kama huu biidhnillah. Turudini kwa Mungu kikweli, tumuombe Mungu wetu na tungangane na maisha yetu ya dunia. Allah atatuongoza katika njia ambayo kwamba ni ya sawa kabisa. Tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunawawish waislamu wote Eid Mubarak wa saum maqbul biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tukutane wakati mwingine. Jazakumullahu khairal jazaa. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo ni siku ya furaha na tunafurahi sana kwa sababu ya umoja wetu. Tunafurahi sana kwa sababu ya watu kuwa kitu kimoja. Ninawashukuru sana viongozi wetu ambao wameungana na sisi kufanya shughuli hii. Tuko na Mheshimiwa Fadhili Msuri, tuko na waheshimiwa wengine, tuko na chairman wetu wa Muslim Association, tuko na maimamu. Ningependa kusema kitu moja. Ugomvi imekuwa ugomvi hapa kwa muda mrefu sana, na ugomvi huu unaletwa na sisi wenyewe. Mimi ningependa kusihi sana maimamu wetu wawe na umoja wao kwanza, ndio waweze kutuelekeza sisi. Na sisi naye pia tunaomba pia kama wazee, tunaomba tushikanishe watu, tuwe kitu kimoja kwa sababu ya maendeleo yetu. Na kuna hivi vyama vidogo vidogo, tunaomba tafadhalini tufanye kazi under one umbrella ili tuweze kuwa na maendeleo. Kwa sababu ikiwa tutakuwa na chama kama Muslim Association, tuko na chama kama ya SUPKEM, tuko na chama kama UCI, hizi vyama vyote vinatakana viwe vinafanya kazi kwa njia moja ambayo kwamba itatupeleka mbele. Sisi tunajua kabisa Muslim Association ya Nakuru ndio chama ambaye kwamba iko na wakfu ambaye kwamba ni ya Waislamu wa Nakuru. Kwa hivyo tunaomba ikiwa kuna jambo lolote kuhusiana na Muslim Association, hizi vyama vingine viungane na Muslim Association ili wafanye kazi kwa pamoja. Lakini kufanya kazi ya vita kila wakati,
inaturudisha nyuma sana. Ndugu zangu Waislamu, na waombeni tushikamane, tuwe kitu kimoja. Rais ametusaidia, amesema tuwe tunapewa vitambulisho bila mambo ya vetting. Hiyo kitu tunafaa kushukuru zaidi, kwa sababu tumekuwa na matatizo sana kuhusiana na mambo ya kitambulisho. Kwa hivyo kwa haya machache ninashukuru sana, na niko na furaha kubwa kabisa kwa muungano huu wetu, na ninawapa mkono wa Eidul Fitri. Jazakumullah khair. Karibu sana Mheshimiwa Bwana Fadhili Msuri, utupe nasaha kidogo. Asante sana. Yangu ni kwa uchache sana. Mimi wazee wameongea, mashaikh wameongea, mambo ya dini wamesema, siwezi rudia hapo sana. Yangu tu ni kupea hakikisho kwa viongozi wetu wakiongozwa na Mheshimiwa Rais wetu. Jamii ya Waislamu Kenya mzima iko family behind Mheshimiwa Rais William Ruto. Na 2027 Mungu akituweka, jamii ya Waislamu Kenya mzima, hiyo bloki yetu yote, hiyo sanduki yetu yote tunaweka kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto, kwa sababu ameonyesha kwa vitendo kwamba anajali jamii yetu. Ametoa mambo ya discrimination. Leo juzi ameappoint commissioners wa wakfu. Tulikuwa State House tukacomplain, ule alikuwa Attorney General Muturi alipokuwa alikalia sana hiyo act ya Wakfu Act. Tukaambia rais, almost 2 years later hakuna commissioners ambao walikuwa wamechaguliwa, I mean the body ambayo imewekwa in place ya kutupatia commissioners wa Wakfu Commission. Jana amegazeti majina ya watu 5, kwa hiyo tunamshukuru sana. Kwa hivyo zile wakfu zetu Kenya mzima, commission iko in place kuensure kwamba zimechungwa na zitakuwa protected, zisiweze kuibiwa ama kunyakuliwa na watu ambao wana hiyo tabia. Ya pili, ukiangalia rais amekuwa na imani na Waislamu. Ametupatia kwa kabineti yake mawaziri 3 Waislamu, Mheshimiwa Duale, Mheshimiwa Joe na Mheshimiwa Mvuria. Ma-PS wetu ametupatia zaidi ma-PS 7 kwa kabineti yake. Ukiangalia the top security organs ya nchi hii ameweka kwa mikono ya Waislamu, kuanzia NIS, Internal Security, DCI, EACC yote. Hii ni ishara kuwa ako na imani na sisi. Hatukuja hapa kwetu Nakuru, sisi jamii ya Waislamu leo tumesema sisi si minority anymore, sisi ni majority, na sisi tunajipanga, na sisi tunakaa kwa uzuri na mandugu zetu ambao si Waislamu. Tunashirikiana nao kwa uzuri, tunafanya biashara na wao, tunafanya kazi nao kwa pamoja. Tunaomba tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja, tushikilie serikali yetu mkono mpaka Mungu akitufikisha kule mbele, ili tukue na uongozi ambao ni mzuri na maendeleo ambayo yanaonekana. Ya mwisho, wale ambao tunashindana nao kisiasa, kuanzia wale wanataka kiti ya governor, kiti ya women rep, kiti ya rais, sasa ni mapema sana. Nchi bado iko katika mambo ya maendeleo. Uchaguzi mkuu utakuja 2027. Kwa hivyo tupeane nafasi kwanza wale viongozi ambao wamechaguliwa waweze kufanya ile kazi ambao wataweza kufanya. Ikifika 2027, sisi wote tutarudi kwa wananchi kuwaeleza kile tumefanya, na mwisho na wananchi hapo watafanya uamuzi wao. Kwa hivyo kwa sasa tusikuwe na vita mingi ya kisiasa, turudi nyuma kwa maendeleo, tupeane nafasi, kazi ifanyike. Kwa Mheshimiwa Gavana wetu, tunaendelea kumwombea Mungu. Tunajua Mungu alimbariki, tunaomba Mungu ampatie afya ili aweze kurudi Kenya, aweze kuhudumia watu Nakuru kwa uzuri. Na si kama watu Nakuru tumshikilie aweze kufanya kazi yake mpaka wakati ambapo tutaenda kwa siasa tena, kusikizana, kuelewana. Wale ambao wanampiga vita wakiongozwa na Senator Tabitha Keroche, tungependa kukuomba tena kwa mara ya pili, wewe ni mama kama Gavana Susan, wewe ni kiongozi kama Gavana Susan, wewe unafaa kuwa mstari wa mbele kusimama na gavana wetu kwa misingi ya uzazi. Unafaa kusimama na gavana wetu kwa misingi ya kiafya. Unafaa kusimama na gavana wetu kama mama. Umuombe Mungu, umshikilie. Siasa itakuja baadaye. Ikifika siku ya siasa, kila mtu atafanya siasa yake, na yule ambaye Mungu atambarikia ndiye atakuwa mshindi. Lakini kwa sasa tuheshimiane, tufanye kazi kwa uzuri, anajua mambo yote yaendelea. Ishi ya umoja wa Uislamu pa Nakuru imesemwa. Chama ambayo inaunganisha Waislamu wa Nakuru County ni Muslim Association Nakuru. SUPKEM ni Supreme Body kwa Nairobi, iko all over the country. Lakini on local issues za hapa tuko na Muslim Association. Mambo ya serikali, mambo ya county, mambo ya Waislamu, tuko na chama ya Muslim Association. Sisi tuko hapo kama viongozi wa kisiasa, tutaelekeza watu wetu tufanye kazi kwa pamoja, atushirikiane. Ya mwisho niwatakie Waislamu wote wa Nakuru, wa Kenya
na dunia mzima. Eid Mubarak, Eid ya kheri ya mafanikio yenye baraka. Mmetangaziwa taswali kesho katika kiwanja ya Menengai, wengine watakuwa Rahma na wengine watakuwa Shabab, na pia wale ambao watajaliwa kuswali Jumatatu pia ni mandugu zetu Waislamu wenzetu. Pia tunawatakia Eid Mubarak, na sisi wote ni kitu kimoja, jamii moja. Asante sana. Vile nimeambiwa ni initiative ya vijana wa Bondeni na marafiki zetu ambao wamejitokeza kutunga mkono. Hii mwaka ya pili tangu tuianze, na mmeona vile imeendelea kuwa kubwa, na hii ni ishara vijana walikuwa wanataka kuonyeshana, kuleta unity na umoja ya mji, umoja ya wazee, ya vijana, kina mama na mtaa yetu. Na tunashukuru sana wafadhili wetu ambao walisimama na sisi. Kila mama wa Bondeni, Muislamu na mwenye hakuwa Muislamu, wote walichangia. Walikuwa wanatoa kila mtu shilingi 50 wenyewe tu. Wakristo wetu wa Bondeni pia wametuchangia pakubwa sana kumekisha kwamba hii sherehe imefaulu. Tunawashukuru sana. Wazee wetu pia wamesimama na sisi kutupatia mwelekeo, na pia marafiki zetu kutoka makampuni tofauti, wanabiashara wetu, maimamu wetu wamesimama na sisi kutupia mwongozo, na vijana wanaomba kushikwa mkono na wazee wetu na viongozi, na sisi tumesema tutawashika mkono kwa sababu wametupatia mwelekeo mzuri. Platform kama hii inaunganisha kila mtu, na inshallah mwaka ujao tunatarajia pia itakuwa kubwa zaidi, na ni mfano ambao tungependa pia iendelee kuigwa na vijana kila mahali. Asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sina mengi isipokuwa ni kuleta salamu ya Baraza Kuu la Waislamu Kenya, SUPKEM, na kuhakikishia ya kwamba SUPKEM inafanya kazi na Muslim Association mkono kwa mkono, na wala hatuna tofauti, na pia tuko ndani kabisa ya Muslim Association. Na ni furaha kubwa sana kwa SUPKEM kwa muungano kama huu, manake objective ama nia kubwa ya SUPKEM ni kuunganisha vyama vya Waislamu, na ni furaha kubwa ya SUPKEM kwa vile watu wa Nakuru wameungana na kuweka tofauti zao kando na kuwa kitu kimoja. Kwa hivyo hii ni furaha kubwa sana kwa SUPKEM kwa kutimiza lengo kama hili. Na kama nilivyosema, mimi sina mengi isipokuwa kuwaletea salamu zaidi na mafanikio mengi na mazuri kutoka kwa Baraza Kuu la Waislamu Kenya. Asanteni, shukran wa Eid Mubarak. Kwa majina naitwa Kennedy Njuguna, CEO Madini Fresh Water. Sisi muuzaji wa maji hapa mjini Nakuru na Nairobi. Siku hii ya leo tumekuja kushikania na mandugu na madada wetu Waislamu katika hii sherehe ya iftar. Dini kwa ukweli ni kuwa dini ni moja hii dunia. Waislamu, Wakristo, sisi wote tunahubiri neno moja, na tukipata nafasi ya kushikania nao tunakuja. Tumekuwa one of the main sponsors, tulikuwa tumewapatia maji, na huu msimu wote wa Ramadhan tumekuwa tukiwaletea maji hapa katika msikiti wao, na so far so good. Na event yao imekuwa mzuri sana na tumefurahia. Ni mara ya kwanza kwangu kuattend event kama hii, na nimefurahi sana. Na pia tumeamua Ramadhani zote tutakuwa tunashirikiana na nyinyi, maji tutawapeaga kwa hizo function zenyu zote, na tutazidi kusonga pamoja. Tumefurahi, mbarikiwe sana. Chakula ilikuwa mzuri. We are really happy. Thank you so much, na Mungu awabariki. Asante. Vijana naweza wahimiza, mambo ni ngumu saa hii, lakini tunaweza waambia msikufe moyo. Na pia hata sisi tunapata vijana na tunawasaidia, tunawaandika kazi kwa makampuni zetu kama Casuals, delivery pia tumeandika vijana, hata kwa kampuni tunafanya kazi na vijana. Kwa hivyo msikufe moyo, mkae ngumu, mambo itakuwa mzuri, na mahali tunapata nafasi tunawafikiria na tunawapea kazi. Kampuni tuko Nakuru na Nairobi. Our main branch is in Shabab. We also have another several branches here in Nakuru, but the main factory is in Shabab. We have another branch in Kiamunyi. We have another branch in Mawanga. We also have a branch in Naka Pipeline. Nairobi, we are based at Kasarani, and we just opened a shop in Kiambu Road, Dindigwa. Actually ilifunguliwa jana. So na tunahakikisha kuwa watu wanapata maji masafi, maji mazuri na kwa bei nafuu.
Kwa mengi unaweza tupata katika mitandao na pia namba ya simu unaweza tupigia 0725 482 316. Madini Freshwater Limited. We are on Facebook, we are on TikTok, we are on Instagram. Yes. Madini Freshwater Limited. Yes. Thank you so much. Kwa majina ni Mustafa Ndegwa, mtaani wanajua kama chama na Baja. Mimi naongelea tu kwa niaba ya vijana. Alhamdulillah, tuna appreciate Ramadhani yetu imekuwa poa. Tunashukuru pia Madini wameokolea watu sana upande ya kufungua pale Magical Mosque, yani throughout, unaona? Na which taongea tena sana. Wadosi wengi washaongea kabisa, ni kweli. Na tuwezi ongea zaidi. Kesi tunaomba ni hivyo, au wenye wamekusanyika na wameweza kusponsor hizi shughuli zote, pia waangalie tena pia vijana tena zaidi, ni kweli. Juu vijana wengi ukiangalia wamereform na wana shughuli mtaani. Na tunashukuru sana pia Bwana Fadhili na Bwana pia Gekaria. Na wamekuwa wametushikilia pia. Sasa ukiangalia hata mvua ikinyesha, mtaro hakuna noma, sijui kuna flood ama nini. Mtaro zimefunguliwa na vijana. Na which tulikuwa tunaomba ni numbers. Unajua ndio hata kuna ile rotational, ndio hata kwa 15 kuna ile ku rotate. Lakini tunaomba aje watusaidie tu kwa namba kingine tu juu kiasi, unaona? Ndio pia wengine pia waweze kufaidika inshallah. Inshallah vijana tu alhamdulillah. Inshallah. Hello, assalamu alaikum warahmatullah. Naombeni tukae utulivu. Gengine lole na mzee. Hello. Ningependa tu shehe wetu Sheikh Salim atupatie kalima ya kushukuru kwa sababu ya kwamba yeye pia ni mwenyeji mzaliwa wa Bondeni. Madhumuni ya hii iftari ni kuleta kila mtu pamoja, tupunguze tofauti zetu, tuondoe tofauti zetu, tuwe kitu kimoja kama vile Nipatie simu kwa mkono wangu. Iko sawa, iko sawa. Niko na mwakilishi wa Mheshimiwa Sakwa, niko na mwakilishi wa Mheshimiwa Muna, niko na marafiki zangu kutoka County Assembly. Koroga kitu wewe. Aongoje kwanza watu wote wakule ndamwekea. Mimi ndo ndamwekea. Si saa hizi. Mambo ya container si saa hizi. Bondeni hakuna mtaa juu wala mtaa chini wala mtaa katikati. Bondeni ni Bondeni. Tuunganisha sisi wote kama jamii moja, kama watu wa mtaa moja, na kuonyesha watu zetu na majirani zetu kwamba ni ishara ya mazuri ambayo yanakuja huku mbele.
Nikiingia kwa siasa kidogo, vile tunajua wanabondeni, tuko na Ziwani Baspa, tuko 98% complete. Bila kumuonyesha mmoja wetu sasa, bila mmoja utatulia katika kupanga watoto. Leo Ziwani State, bila kupanga mtu wote wa nchi, itaongoza na watu wetu wa bondeni na Mingo na Kizumbini. Tutakaa tupambane ili wamama wetu wapate kufanya biashara, vijana wetu wapate kufanya kazi zao, na kila mmoja wetu. Hakuna mtu ya Bondeni, hakuna mtu ya Ngala, hakuna mtu ya wapi, hakuna mtu ya Mandera, sisi watu ni watu mmoja. Ndio? Mimi tu ningependa kusema ya kwamba kesho tutasherehekea Eid, na Eid Mubarak, tukae pamoja, tuendelee kufanya kazi pamoja. Ya mwisho, kwa sababu mimi ni mwanasiasa. Unajua? Si mnaelewa laini yetu? Rais, sisi tuko na rais, tunasema ni 10 bila break, ndio? Hakuna mtu ambaye ametuonesha ya kwamba upendo kama Rais William Ruto. Amesema ya kwamba sisi tutapata ID. Amesema ya kwamba barabara kutoka Mandera, sijui Kutuo, Wajir, Samata, mpaka Garissa, mpaka Motogashe itajengwa. Sasa mbona inakuuma? Sisi tukitengenezewa barabara. Kiambuza bali barabara ilitengenezwa 1963. Huko Bungoma sijui wapi Eldoret barabara ilitengenezwa. Kweli ilitengenezwa kuna shida. Sisi tunaambia rais ya mwisho gavana wetu tuko na gavana wetu. Kila tunasema 10 bila break. Tunapenda nani? Gavana wetu. Mwenyezi Mungu